katika uwanja wa Mao Setunga ambapo wachezaji nyota wa zamani wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla huwa wanafanya mazoezi hapa kila siku za Jumamosi na Jumapili. Lakini hii ni maalumu kwa ajili ya kuelekea katika mchezo wa magwiji wa soka wa Brazili ambao wanatarajiwa kuwa hapa tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka 2025. Tumekuja kupata mawili matatu kuhusiana ama kuelekea ama matayarisho kuelekea katika mchezo huu. Naitwa Khatib Juma Snapo, ni mchezaji wa zamani na nimecheza timu mbili maarufu hapa Zanzibar pamoja na national team ya Zanzibar. Timu moja ya kwanza nilicheza KMKM, ya pili nikacheza Malindi. Na zote hizo na kwamba nimeingia wote tumechukua kikombe, maana kama ni historia basi mimi ninayo ya kuchukua vikombe katika timu zote mbili hizo. KMKM imechukua vikombe mfululizo hapa ya Zanzibar katika uwanja wa Mao Setunga, na Malindi nimechukua katika viwanja mbalimbali, Mwanza mara 2 nimekwenda. Kwa hivyo sasa nipo hapo kutokana na umri wangu sasa hivi nimejiunga na wenzangu, wazee wenzangu kwa kutengeneza afya yangu. Kwa kweli mimi nimefurahi sana kwanza kusikia kwamba wakongwe wa Brazil, maana ni watu tulikuwa tunawaona tu kwenye kioo, hatuamini yale wanayoyafanya ni kweli, lakini huenda tutakujaliwa tutayaona safari hii kama wale watu walikuwa hawafanyi kwamba labda ni miujiza, ni kitu hakika. Kwa kweli tunaipongeza sana serikali, na hatuna la kuilipa serikali hiyo ujio wa watu hao, lakini inshallah kwa vile tuko pamoja tutajumuika nao pamoja na serikali yetu na kiongozi wetu mkuu hapa Mheshimiwa Dr. Ali Hussein Mwinyi, kwa vile naye ni mwana michezo moja mashuhuri na anopenda vitu hivi. Nafikiri siku hiyo kama ingelikuwa kuna na tukitegemea kwamba viongozi wetu wengi watakao ushiriki. Kwa jina naitwa Seif Baus Nassor, ni moja kati ya wachezaji wa zamani wa timu ya taifa Zanzibar, timu ya taifa Tanzania, lakini pia nimechezea klabu za Small Simba, Malindi kwa hapa Zanzibar. Kwa hiyo kwanza nashukuru sana kupata fursa hii, lakini vile vile nashukuru serikali ya Zanzibar, serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ndugu Hussein Mwinyi, lakini pia na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni heshima kubwa na adhimu kupata fursa ya kucheza mechi na veteran au magwiji wa soka wa Brazil. Fursa muhimu, na si fursa muhimu ya mpira tu au kwetu sisi tu, lakini ni fursa adhimu kwa nchi yetu vile vile, na katika nyanja nyingi ambazo zinaweza kutusaidia kutuletea maendeleo katika nchi yetu. Matayarisho yako vipi kuelekea kwenye mchezo huu? Matayarisho yako vizuri, tunaendelea na matayarisho ya mechi ya kirafiki, sababu mechi zipo za aina tatu. Kuna mechi za mashindano, kuna mechi za kujipima nguvu, na kuna mechi za kirafiki. Sasa hii ni mechi ya kirafiki, kwa hiyo maandalizi yake pia yanakuwa ya kirafiki. Kwa hivyo tunaendelea na maandalizi, na nitoe wito kwa washabiki na wapenzi wa soka na wananchi wote kuja siku hiyo kutizama na kuona namna ya watu wachezaji wa zamani wanapocheza na kuwafanya vijana wanaocheza sasa hivi waweze kuvutika na kuzidisha bidii katika mchezo huu wa soka. Na waahidi nini wapenda michezo lakini serikali kwa ujumla kwamba hamwahofii hao, kwa sababu hata na nyinyi kwenye nchi zenu mlikuwa mna vipaji vinavyofanana na hivyo pengine au kuwazidi, lakini wao tu wako huko Ulaya? Mimi niseme tu kwamba mpira ni mpira ule ule na watu wanacheza na miguu miwili ile. Kinacho tofautiana sana katika mambo haya ya mpira zaidi labda ni swala la decision making ambazo zinafanyika uwanjani kwa haraka sana. Maana kidogo hapo tunatofautiana na wenzetu katika mambo ya kuamua. Unaweza ukawa uamuzi wa kupiga shuti, labda ukafanya kitu kingine, lakini uamuzi wa kutoa pasi labda wewe ukapiga shuti, vitu kama hivyo ndio. Lakini
pasi ndo ile ile, shuti ndo lile lile, na mbio ndo zile zile ambazo zinakimbiwa uwanjani. Kwa hivyo niwaahidi kwamba waje, watapata burudani pamoja na kujikumbusha mambo ambayo yalikuwa yakifanyika kipindi cha nyuma au wachezaji walikuwa wakifanya kipindi cha nyuma. Lakini nizidi kutoa wito kwa wananchi na serikali na taasisi mbalimbali kutumia fursa hii katika kupata maendeleo yetu, si kwa mpira tu, lakini hasa katika masuala ya utalii, uwekezaji na mpira wenyewe. Kwa hiyo hii ni fursa adhimu ambayo tunaweza kuitumia kuitangaza nchi yetu, kupata fursa na kuendelea kupata fursa ambazo zitaendelea kusaidia katika kupata maendeleo ya zaidi na zaidi katika nchi yetu. Wewe mchezaji Abdul Wakati amechaguliwa kwamba ndio nembo yetu sisi kwa Tanzania katika mchezo huu. Wewe umecheza na Abdul Wakati, unaweza ukamzungumziaje Abdul Wakati anacheza na labda na wachezaji kama hao kina Ronaldinho na wengine? Abdul Wakati kwa upande wetu sisi tulipokuwa tukicheza au alipokuwa akicheza yeye mwenyewe tukicheza naye, ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa yeye mwenyewe binafsi wa kuumiliki mpira, lakini pia ni kiongozi uwanjani na ambaye anaweza akafanya vitu vyake mwenyewe binafsi kusaidia timu kupata ushindi. Na hiyo ndio moja mambo ambayo yanawajenga hao kina Ronaldinho, kwamba anaweza akaisaidia timu yeye mwenyewe kwa mbinu zake za binafsi na kuisaidia timu kupata ushindi. Kwa hivyo moja ambayo sifa ambayo na Abdul Wakati anayo ni hiyo, kufanya mbinu zake yeye binafsi, lakini kuisaidia timu ambayo imbo pale uwanjani kupata ushindi. Hiyo ndio sifa kubwa ya Abdul Wakati, pamoja na kuwa kiongozi uwanjani pale, kusaidia kuwa encourage wenzake, kuwapa moyo na kushajihisha, kuleta ari uwanjani ya kupata ushindi. Ni mchezaji ambaye amecheza timu nyingi au timu zote alizochezea ni timu za ushindi. Yani ukichukulia historia yake unajua kama huyu ni mchezaji ambaye anasaidia timu kupata ushindi. Timu zote ambazo amechezea ni timu ambazo wanaita winning team. Sasa unaona kwamba yeye ni kichocheo kikubwa katika kupata ushindi katika anapokuwepo uwanjani. Asante sana. Kutoka katika viwanja hivi vya Mao Setung, mimi ni Bakari Mshauri, lakini pia nikiwa afisa habari wa Zanzibar All Stars.